Favors, yes. Hiyo ni nickname. Okay. Majina yangu halisi ni Crivalent Innocent. Ukitaka lile Crivalent Innocent. Nikajua Chris, ndio maana kajiita Chris. No, Crivalent. Ukitaka lile la ukoo sasa ndo Kirumile mwishoni. Lakini majina ambayo wengi wanayafahamu ni Chris Favors. Karibu sana Bongo 5 bwana. Asante. Chris, kutoka kufanya burudani ni tusema kama entertainment kama music nini mpaka kuja kwenye sports, kufanya sports creation. Kipi kilikukuta ndugu yetu? Kwa watu ambao wananifahamu mimi, unachokiona sasa hivi nakifanya yalikuwa ndo maisha yangu nikiwa nyumbani indoor. Yaani hiyo ndo lifestyle yangu. Yaani unachokiona sasa hivi ninakionesha mtandaoni kuhusu mambo ya sport na vitu vingine. Ndo maisha yangu walikuwa ndani. Sema tu watu walikuwa hayaoni kwa sababu unajua before nilikuwa nafanya kazi kwenye entertainment, nilikuwa nafanya kazi ya SNS, of course sasa hivi sipo. Tunakumbuka. Yes, ndo nikaamua kushift sasa, kuamua kuyaleta mambo kwenye mitandao, kuonyesha like kushare kile ambacho nakipenda na jamii na michezo. So wewe unafanya tu ndani lakini uko uweke public? No, sio kama nilikuwa na shoot. Mizuka yangu, vibe langu unaliona na nini, ndo mambo nimekuwa nafanya nikiwa nyumbani kwangu. Majaribio mengi kwa ndani. Una enjoy unachokifanya lakini? Sana. Kazi nzuri, tunaiona sio wenyewe alaji tunafurahia. Thank you. Pengine kutoka kufanya football na kutoka kufanya burudani mpaka kuja kwenye football, kitu gani ambacho kilikuinspire wewe sana kuja kwenye soka? Maana hata burudani tunajua ina watu wengi wanapenda, lakini pia kama ngoja niachane na burudani ya music nini niende kwenye soka. Unajua mimi michezo nimekuwa naipenda. Nimeanza kufuatilia mpira toka 2004. Yaani nimekuwa shabiki wa soka toka 2004, unaelewa? So toka kipindi chote hicho nimekuwa ni mdau mkubwa sana wa sports. Nashabikia, naangalia, unifahamu. Mpira umekuwa sehemu kubwa sana ya maisha yangu na asilimia kubwa ya furaha yangu imekuwa inapatikana kwenye football. Sema kazi ilini direct kuja kufanya mambo ya entertainment. Unaelewa vizuri. Lakini sasa kuna muda wanasema inabidi uchague kile ambacho unakipenda ama unakiweza zaidi. Kwa hiyo nilivyoanza mdogo kuonyesha hiki ambacho nakifanya mara nyingi nikiwa behind the scene kwenye nje ya macho ya watu, watu wakipokea vizuri, nikasema yes, why not? Hivi ni wewe peke yako, kuna mtu mwingine huwa anahusika katika kusaidia kwenye swala zima la production kile ambacho unakiona? Waweza mimi nafanya mwenyewe. Ile product unaiona pale ni mwenyewe nyumbani, najishuti mwenyewe, nina setup na set yangu mwenyewe nyumbani, like kila kitu nafanya mwenyewe. Hamna mtu anakusaidia kwenye production? Hapana. Na edit mwenyewe. Unajua kazi ya entertainment imenifunza vizuri sana. Kwa watu wanaofahamu content zote za SNS za kwangu, ukiona nimefanya kama ni interview, nimemoji msanii, nimefanya na edit mwenyewe. Kwa at least ile ilinifundisha vizuri sana kuwa na uwezo wa kuandaa content nikaitengeneza nikakamilika. Kwa hiyo ninachokifanya sasa hivi ni mimi mwenyewe 100%. Sisi tunajua kama wewe ni shabiki mkubwa lia wa Barcelona. Sio tu shabiki, president. Hivi ni president na hiyo sio tu kwamba wa kujiita. Kwanza kabla hujaendelea, mimi tumesajili hii organization ya mashabiki wa Barcelona Tanzania. Kwenye government official kabisa. Na nafikiri soon tutawaita pia, tutakuwa na press conference. Mtatuita na sisi? Of course, tutaalika Bongo 5 ndio mtupelekee jambo letu mjini. Sio kuwakilisha. Yes. Kwa hiyo mimi ni rais wa mashabiki wa Barcelona Tanzania. Yes. Wamekuchagua au umejichagua? Nilianzisha hii mwenyewe kama mshabiki, lakini baadaye kukawa kuna jamii ya watu wengine nyuma ambao walikuwa na support, wakasema okay, why not? Wewe unaweza kutuwakilisha. Kwa hiyo inawezekana naweza nikasema nimechaguliwa na watu ambao waliniamini kwamba naweza nikasimama nikaisemea timu nikafanya mambo ya ushabiki na yakaenda. So kutoka kuizungumzia Barcelona peke yake sasa hivi kwa shift unazungumzia vilabu vyote. Kuna ugumu gani? Maana mwanzoni tulisema labda kwa sababu ni Barcelona, labda ni klabu yako unaiangalia sana, utakuwa unajua mambo mengi sana kuhusiana na Barcelona. Lakini sasa hivi tutaona unazungumzia Madrid, utakuja kuzungumzia Manchester United, Arsenal, Chelsea. Yaani sehemu tofauti. Zamani, wakati naanza, mimi nimeanza mwaka jana mwezi wa 5 kufanya hizi content. Nakumbuka sio muda sana hizi za football. Mwaka jana mwezi wa 5. Wa 5 wa 6 ndo nikaenda kukutana na Pedri, nakumbuka ile. Bonge moja ya moments. Okay, sawa. So baada ya kuwa nafanya zile, watu wengi unajua wanapenda michezo. Nilikuwa napata DMs nini. Bro, mimi shabiki wa labda Manchester United. Na mimi natamani nisikie unasema nini kuhusu Manchester. Mwingine si team fulani. Kwa hiyo nikasema it's fine kwa sababu mimi naangalia ligi zote. Mbali na kwamba nilikuwa nazungumza kuhusu Barcelona peke yake mwanzoni,
lakini nafuatilia ligi zote. Naangalia Premier League, EPL, naangalia La Liga, of course mimi ni shabiki wa Barcelona, you know. Naangalia Bundesliga, Serie A, ligi zote naangalia. Kwa hiyo nikasema ni kitu ambacho naweza nikakifanya na enjoy pia kukifanya. So nikasema why not? Kwa sababu pia kuna watu ambao wanatamani kusikia nasemaje kuhusu timu zao. That's why nikaingia kuzungumzia pia timu zingine. Ukiwa unazungumzia timu zote na ukiwa unazungumzia Barcelona peke yake, ni ipi inakupa numbers sana? I say unajua hizi zinatofautiana kutokana na kitu gani unaongea. Okay. Barcelona unaweza kupata numbers nyingi. Timu yote ile inategemea ni kitu gani, ni content gani siku labda nimetaka kuipiga ama tukio gani limetokea. Lakini kuna zile timu ambazo zina mashabiki royal, hata kufanya content gani wao wapo tu. Naelewa vizuri. Of course Manchester United wako wengi. Barcelona pia wako wengi kwa sababu ndo kama foundation nilioanza nao mwanzoni. Okay. Yes, na timu zingine Arsenal naona pia like hivyo. Yeah, Chelsea of course. Tena Chelsea, unajua Chelsea nafikiri ndo ina mashabiki ambao walinionyesha reaction kubwa before hata Manchester na Arsenal hawajaja. Kipindi cha usajili wa msimu uliopita. Reaction za ukali au za kukubali? No, ile demand ya content. Nilikuwa napata kubwa sana ya mashabiki wa Chelsea kabla ya mashabiki wengine. Yeah. Hebu tuambie kwanza ilikuwaje wewe sasa wakutana na Pedri? Maana nimeona hata kwenye account yako Instagram umepin pale. Ile muhimu sana ile. Moment ambayo tuseme unforgettable moment. Najua zitakuja nyingi lakini ile pale itasahau. Tuwe story kidogo, yani ilikuwaje mpaka ukafikia pale? So Pedri mimi nilianza kuona kwanza kuna watu, unajua mimi na group la mashabiki wa Barcelona wao kama 3000 hivi. Yaani wa Tanzania au useme? Tanzania tu. Na wapo wengine wamejoin kutoka nchi nyingine lakini asilimia kubwa ni Tanzania. So hizo groups zina watu 1500 plus. Sasa pindi Pedri amekuja, ameposti sikuona kwa mara ya kwanza. Nikawa napokea simu nyingi sana, watu wananiambia nipo kwenye group. Bro, usituangushe. Pedri kaja Tanzania. Fanya jambo. Usituangushe. Kaja kweli. Kuingia kwenye Instagram yake nikakuta akaposti. Nafanyaje? Uweze kumtumia DM Pedri. Ana followers wengi, akujibu. Na hata hivyo akiona hata akisema tuseme amesoma. Anakuamini vipi? Akuruhusu mkaribie. Ni vitu ambavyo haviwezekani. So kupitia connection zangu nikatafuta kampuni ambayo ilimleta. Nikawasiliana nao, tuka-arrange na nini, kutana. Ingawa ndio hivyo tunajua Tanzania kuna uzibe na watu wanataka kuleta nini. Yeah, so mimi nilisafiri hapa nikaenda Arusha. Ile ilikuwa ni Arusha. Sio Dar es Salaam. Sio Dar es Salaam, mimi ni Arusha. Nilisafiri hapa mpaka Arusha, nikaenda tukapiga kile ambacho kilionekana pale. Ilikuwa ni moment ambayo kiukweli sitaweza kuisahau. Na imefungua vitu vingi sana of course kwenye hiki ninachokifanya. Wakati unafunga safari kwenda Arusha ukuwaza vipi kama nikasafiri alafu maana tunajua analindwa. Okay. Niliondoka nilijua na riski. Niliondoka nakumbuka nimeondoka hapa alfajiri. Niliondoka na rafiki yangu mmoja. Nikasema siwezi nika drive mwenyewe, at least niwe na mtu wa kuni assist pembeni. So kama driver lakini unipigisha story. Na yeye ndo alinishoot zile content by the way. So nimefika Arusha na marafiki zangu. Siku ya kwanza nimekaa pale naendelea kuwasiliana na jamaa ambaye yupo kwenye kampuni. Ile mleta. Waweza mimi huyu jamaa siku ambayo nimepanga kuonana na Pedri kani block rafiki yangu. Kanipiga block. Ajali kazini. Nikasema jamaa kwa nini unanifanyia kitu kama hiki? So nilikuwa nawasiliana na watu wawili wa kampuni moja. Ikabidi nimcheki mwenzake. Mwenzake alikuwa yuko porini kaenda kupeleka watalii. Jamaa akaambia kwa nini nafanya hivi? Tafuta njia zote kama imeshindikana. So the only solution nikasema okay, kwa nini siende ofisini kwao? Sitataka kuitaja kampuni, yes. Nikaenda mpaka kwenye ofisi zao pale. Kufika pale kuna baadhi ya watu wananifahamu. Umeona? Kwa hiyo ikawa jambo rahisi. Imagine mpaka nikakutana na mtu mwenyewe ambaye ameniblock akashindwa hata kuniangalia usoni. Kumbe ni wewe bro. Maana mwanzoni unajua namba, ajua anawasiliana na nani. Ulilipia kwani? Sikulipia chochote. Huduma kwa nani naye? No, sikulipia. Ilikuwa tu nimemwomba kama favor na nini. Na nilimwambia kama anataka nimlipe niko tayari kumlipa. So hivyo, lakini nashukuru kwamba dakika za mwisho sana wakanipokea kunielekeza na nini. Ile content unaiona pale tumeshoot kwenye uwanja wa Kia Kilimanjaro. Pedro alikuwa anataka kuondoka hiyo siku. Umenielewa vizuri. So nakumbuka nimepata taarifa baada ya kujua kwamba alipo, nimetoka Arusha pale ndio kukimbia mpaka Kia. Tukapiga ile content. Nashukuru Mungu mambo yakamalizika. Na tofauti na content pengine kuna vitu ambavyo ulizungumza wewe na yeye, yani ambavyo vinahusu labda Barcelona. Muda ulikuwa mdogo sana kwa sababu imagine Pedro alikuwa ashafika katika level ya kuondoka. Ameshaingia ndani anakaguliwa aondoke na ndege. Yaani kuna vitu sitakata kuvisema lakini kuna namna ilifanyika mpaka Pedro alitoka. Wakati alikuwa ashaingia. Alikuwa akashaondoka. Kwa alitoka kuja kukutana
na mimi, na kutokana kwa sababu haongea Kiingereza yule, ilibidi nitumie namna kuandika hata kwenye simu, nikamwonyesha ni message tafadhali. Kama nendani nikamwonyesha ni message kwa shabiki. Hispaniola Yes, kwa Spanish. Okay. Yes. So alienda kuonyesha jamaa yuko very humble. Akasema it's fine. Akatoka, alikuwa na familia yake, alikuwa na babake, alikuwa na mdogo wake, mama yake. Kwa hiyo akatoka mwenyewe, ndo tukamaliza ile issue pale. Wewe ungepata nafasi ya kupanda mawasiliano yake ingekwaje? Sasa shida ni kwamba unajua watu kama wale unawasiliana naye kitu gani? Si ndo connection kama hizo, siku moja utatoka kwa labda umeenda New pale. Labda nipate mawasiliano, alikuwa na mdogo wake. Of course mawasiliano mdogo wake ninayo. Yes, it's easy. Kwa sababu unajua yule mambo mengi. Uwezo ukasema muda wote Pedro ni aje. Inaweza kafika kwenye level hizo za kutengeneza urafiki, lakini sio mapema hivyo. Tofauti na Pedro, kuna mchezaji mwingine wa Barcelona ambaye yani ulishawish, yani utamani, yani ulishawish ukutane naye. Yeah. Ukae naye labda upige naye picha ufanye content wa Barcelona. Sasa mimi sio mtu wa kuishi. Mimi ni mtu ambaye anapanga. Na nikipanga au naamini kwamba nitatekeleza. Nafikiri soon tu watu wataona vitu vingi. Wachezaji wa Barcelona wanafikika. Na soon sio tu wa Barcelona, wengine wengi sana, mpaka maasimu wangu Madrid. Tutakutana nao. Unatuthibitishia hilo? Hilo nawahakikishia. Na huu mwaka nadhani tutafika mbali zaidi, tutafanya yote. Tupata exclusive moja basi. Well, nitaua vitu vingi sana, lakini tusubiri muda utaongea. Au tusubiri muda? Tusubiri muda utaongea, yeah. Bwana, sisi bado tupo na Chris, tunaendelea kupiga story nyingi za kimichezo. Endelea kuitazama Bongo 5 mpaka pale ambapo tutaenda kusema bye bye. Chris, tukiachana na hilo, tuje kwenye ugumu wa kazi ambayo unafanya. Tunafahamu mpira ni mchezo wa hisia. Yeah. Pale unapozungumza tuseme kitu labda kuhusiana na Arsenal, labda anaweza kaja shabiki wa Arsenal akapenda, afu wa Manchester asipende. Kwa hiyo kuna zile comments nyingine zinakuwa ziko harsh. Yaani wewe unakabiliana nazo vipi? Kwanza wewe unasoma comments? Zamani nilikuwa nasoma comments. Zikawa zinaniumiza. Ukitokea mtu unajua kuna mwingine anakutukana tu kubwa kubwa yani. Yaani mzima. Kubwa, tusi kubwa. Alafu kuna mashabiki hawana uvumilivu unajua. Kabisa. Kuna changamoto ya mashabiki wengine unajua hawaelewi, sometimes tunaita football banter, yani kwamba utani wa soka. Si ndio? Mimi nishajiweka wazi ni shabiki wa timu fulani. Napenda sana kuwatania mashabiki wa Madrid. Wanaonifahamu wanaelewa, na sio kwamba nawachukia. Waga nawaambia kabisa, mimi siwachukii. Lakini mpira ile unoge, lazima niwaseme bwana, nyinyi mmezingua. Na timu ambayo mimi ni wapinzani wangu ni Real Madrid. Sina tatizo na Manchester, Chelsea, hizo zingine zote wala sina shida nazo. Madrid akizingua nitamsema. Unanielewa, tofauti na timu zingine. So kuna baadhi ya watu hawana uvumilivu. Unakuta mtu anakupatia tusi zito languoni kabisa. Sasa wale nimekuwa nawapumzisha. Unampa tofali basi maisha yanaendelea. Kabisa. Kwa sababu waga kipindi cha zamani mpaka sasa nyuma hapa, lakini sasa hivi naona hiyo imepungua. Baadhi ya watu wameshaelewa. Yaani mwingine anakuja tu naye anakutania. Unaelewa? So zamani nilikuwa napata sana hizo negative. Sio sana, wachache ambao wanakuja na nini wenye uelewa. Unakuta mtu mwingine labda ni mpya akakufollow juzi jana. Ndio mwingine wakutana nawe. Kuna wengine wanakuambia wewe mchambuzi utakuwa ukae neutral. Mimi sio mchambuzi wa soka. Ila nafanya uchambuzi pia. Umenielewa? Sitaki kujiweka kwenye kivuli cha uchambuzi kwa sababu ukishakuwa mchambuzi nitakuwa wewe neutral, usiwe shabiki. Lakini sasa mimi naonyesha ushabiki wangu. Kwa hiyo mimi natengeneza tu content za football, lakini kwenye content zangu utapata analysis pia ya football kwa sababu naijua football. Nimecheza football. By the way, mimi nimecheza football. Wewe? Mimi ni beki mzuri sana, namba 3 mzuri kabisa. Ndani mechi siku moja Bongo 5 hapa. Barcelona tutakuona siku moja. Au ndio ushachelewa? Unajua sasa hivi uwezo ukasema una focus kwenye tukisema tunacheza kama sehemu ya burudani. Lakini ninachokisema ndio hicho kwamba uelewa wa watu ulikuwa ni mdogo pia, kwamba mtu mwingine anaona huyu anaongea nini kuhusu timu yangu, yaani kwa nini unaishambulia timu yangu. Lakini football iko hivyo, hatuwezi tukawa tunakaa kila siku tunaongea mambo serious tu kuhusu mpira. Mpira upo tukerane, tu enjoy. Haimaanishi kwamba naichukia eti Real Madrid nikiwa na watania. Kwa hiyo ni utani, sema utani. Kwa hiyo zilikuwepo hizo, lakini sasa hivi naona kama watu wengi wameshaanza kunielewa, na kuna mashabiki pia wa Madrid pia marafiki zangu. Watu kitu ambacho hawaelewi, mimi nimezungukwa na mashabiki wengi ambao ni wapinzani kuliko mashabiki wa timu yangu. Kwa hiyo sasa kile ambacho nawasema sasa hivi ndo maisha ambayo nimekuwa napitia mimi kitokea Barcelona nimefungwa, kwa sababu wao labda Chris la anasema nini? Yes, wao hawana platform za kunisemea sawa. Lakini sasa mimi ninachokisema kile ndo kashikashi ambazo waga napitia pia ikitokea Barcelona imefanya vibaya. Kwa hiyo hakuna hard feelings, ni maisha tu ya football, masiara hapa na pale, utani na vitu vingine. Na natamani pia watu wengi pia waelewe kwamba mpira uko hivyo. Yaani hatuwezi tukawa serious.
Hivi ulishawahi kujibu comment labda ya mtu ambaye amekuja comment vibaya afu reply? Nilishawahi mara moja ila kuna wale watu ambao wananipenda sana. Wakaniambia bro, tutakumind, hakuna kujibu comments. Atakia kutukana hata tudili naye wenyewe. Sasa nimeacha space. Mimi siku hizo yoga sijibu. Na ulishawahi kuvunjwa moyo labda ndio imetokea sasa kuna tukio kubwa alafu unahitaji kuvaa jezi ya Madrid? Sijui waje. Nilikuwa namtania Country Boy, by the way, ni mtu ambaye ananishambulia sana. Country. Ni shabiki wa Madrid. Alafu nimemwalika nadhani kwenye game moja ya Clasico ijayo tutaangalia wote. Country amekuwa ananifuata mpaka DM, ananiandama sana. Anasema nikuletee jezi ya Madrid. Anyway, iko hivi. Sio kwamba sivai jezi ya Madrid kwa sababu nawachukia Real Madrid. Lakini ili upinzani wangu na Madrid unoge, inafaa iwe hivyo, nisivai hata jezi yao. Unaendelea vizuri. Lakini sio kwamba eti nina chuki na Real Madrid. Hapana. Watu wanajua mbona mimi namkubali Mbappe. Ingawa naumia akishinda kwa sababu sio mchezaji wa timu yangu. Unanielewa? Na wish Mbappe angekuwa Barcelona. Namkubali Vinicius. Ni kweli. Ukiona namsema Vinicius sio kwamba namchukia, ila natamani angekuwa kwenye timu yangu. Bahati mbaya ndio hivyo ipo kwa wapinzani. Kwa hiyo same thing kwenye issue ya jezi pia. Siwezi nikavaa jezi ya Real Madrid kwa sababu mimi ni shabiki mkubwa wa Barcelona na ni mwiko. Kwa siku moja niliposti nikasema mtoto wangu atachagua jambo moja. Jambo lipi? Kuishabikia Barcelona ama achague kuhama nyumbani. Yaani option ni mbili. Option ni mbili. Hama nyumbani ama shabikia Barcelona. Of course ni namna utani, siwezi nikajua mtoto wangu atakuja kupenda kitu gani baadaye. Lakini sasa najaribu kuonyesha kwamba how niko serious na mambo ya yaani sana shabiki labda wa Simba vaa jezi ya Yanga. Ya Yanga. Haiwezekani. Lakini na ule utani wao. Yes, lakini nazungumza pia mambo ya Madrid ila nikiwa nimevaa uzi wa timu nyingine. Hivi kitokea Barcelona ikafutwa, yani leo timu mmiliki wa Barcelona mmoja akasema kwanza leo klabu ya Barcelona tumeitupilia mbali, Barcelona itakuwepo. Utashabikia timu gani pale La Liga? Kiukweli Barcelona haiwezi kufutwa, lakini tukiashumu imetokea. Unajua umeongea kauli umenikumbusha rais wa Bayern Munich. Alitabiria kwamba ndani ya miaka miwili Barcelona haitakuwepo kutokana na madeni na vitu vingine. Lakini ni Mungu mkubwa bwana. Barcelona ni klabu kubwa mpaka leo ipo na inaendelea kufanya vizuri. So, klabu gani nitashabikia La Liga? Nafikiri nitaungana na Atletico Madrid. Lakini utakomenda mule. Sasa wale ni wapinzani wa Real. Wala wanaweza wakamchallenge Madrid. Unaweza kaenda Real Madrid? Hapana. Klabu kubwa ile. Ni kweli. Sio klabu yenye mataji mengi zaidi. Ni kweli, wala sio uongo. Ila wale ni wapinzani wangu. Mimi hata siwezi nikawa shabiki wa Madrid. Hata siku moja siwezi. Utani wako umezidi. Siwezi. Hivi sije kukuona sana, yani katika kukufuatilia kwangu mimi binafsi. Ukizungumzia sana habari za hapa nyumbani kwetu kama Simba, Yanga, hivi Azam, kama ulivyo focus na ni jinsi ambavyo umeamua kujiposition ama ni kitu gani? Sasa unajua nimekuwa napata hizo comments nyingi sana, watu wengi mpaka DM, watu wanasumbua sana. Ongelea mpira wa Tanzania, Simba na Yanga. Kwa nini usiongelee mpira wa Tanzania? Mpira wa Tanzania nafikiri umejitosheleza. Una watu wengi sana wanaozungumzia. Kabisa. Yaani ni mpira ambao unazungumzwa maeneo mengi sana. Ukienda vijiweni watu wanajua mambo ya Simba na Yanga. Pengine hata kunizidi. Kuna wachambuzi wengi wazuri ambao wanaweza kuzizungumzia hizo timu vizuri zaidi yangu pengine. Ndio maana nikasema mimi labda nina upande ambao ninauweza zaidi kuliko upande huu mwingine. Umeona? Lakini sio kwamba eti sifuatilii mambo ya Simba na Yanga, no. Mimi nafuatilia mambo ya Simba na Yanga, lakini siwezi na sitakuja kuzungumza mambo ya Simba wala Yanga kwenye akaunti zangu kwa sababu hiyo, kwamba naamini kuna watu ambao wanayazungumza mambo vizuri zaidi kunizidi mimi. Unajiona wapi baada kama miaka miwili hivi mbele katika hichi ambacho unakifanya? Nafikiri dunia sasa hivi inaelekea kwenye masuala ya content creation. So focus yangu kubwa ni kufanya hiki ninachokifanya kwa ukubwa zaidi. Watu nafikiri wameona robo ya wazo langu. Sijafungua bado 100% ya wazo langu. Ni kama 25% tu ya kile ambacho ninakiwaza. So nafikiri kuna project kubwa sana kabla ya mwezi wa 5 mwaka huu itakuja. Like jambo kubwa zaidi ya hiki. Ni kwenye njia hii lakini kwa ukubwa zaidi. So najiona wapi? Of course najiona nikiwa mkubwa sana. Plan yangu ni kwenda kuikuza brand yangu kwa sababu na mashabiki Kenya sasa hivi, Kongo, nchi ambazo walao wanaelewa Kiswahili. Kongo, baadhi Uganda pia, umeelewa, Msumbiji, South Africa wale ambao wanazungumza Kiswahili. Tanzania ndo nyumbani. Kwa hiyo plan yangu kubwa ni kusambaa baadaye walau tuanze kufanya content katika lugha ya tofauti. Kwa hiyo naweza nikawa maybe
Sometimes nawapa za Kiswahili, nawapatia pia zingine ambazo naamini nataka watu wengine ambao hawazungumzi Kiswahili wasikie. Ama zamani utakuwa unaona naweka subtitles kwenye content zangu. Lakini sasa ile unajua kuna platform naitumia inakuwa kidogo ni muda mwingine inaniwia vigumu, kwa sababu kwa mfano mimi nafanya updates kila baada ya nusu saa, labda game imemalizika, natoa updates analysis kidogo ya nini ambacho kimetokea, wapi pamezingua na vitu vingine. So ule muda wa kuweka hizo subtitles nakosa. Kwa nikasema nafikiri baadaye maybe nitakuwa na hizo content ambazo walau nitataka ziwafikie watu ambao hawazungumzi Kiswahili pia. Kila la heri bwana. Shukrani sana. Umeniambia pia tofauti na kuwa sports creator, content creator. Pia kuna namna ambavyo unafanya uchambuzi. Sasa mimi nataka kidogo tu yani tugusie. Nataka tugusie Chelsea, Manchester United pamoja na Arsenal. Tukiangalia kwanza mechi ambayo amecheza Chelsea na Arsenal za Carabao. Kwamba Arsenal yani aliendaje, akafanikiwa wapi, lakini Chelsea alikuwa wapi. Lakini tukija kwa Manchester United, nataka tumtazame Carrick katika michezo mitatu ambayo ameongoza Manchester United akipata ushindi. Ni kama kumbukumbu zangu zipo sawa, nimeona Jamie Carragher ameongelea hicho kitu, akasema kwamba yule sio kocha wa makombe. Sasa nitataka unigusie katika hizo ngo nilizokuambia. Okay. Jambo la kwanza kuhusu Manchester United. Nimekuwa naambia watu mara zote Manchester walifanya usajili mzuri sana msimu huu hapa. Wachezaji wazuri sana kina Shesko, wote ambao wamesajili ni wachezaji wazuri sana. Yes. Changamoto ni kwa Ruben Amorim, ambao nimekuwa naizungumza mara nyingi sana. Si ndo alihusika kwenye usajili? Of course. Na nilishangaa kwa sababu alikuwa anasajili wachezaji ambao anajua exactly hawafiti kwenye mfumo wake. Umeelewa? Ikaja kubackfire. Kwa maana kwamba akawa analazimisha kuwahamisha wengine kuwachezesha nafasi ambazo sio za kwao. Kilichomfelisha Ruben Amorim ndio hicho, wala sio kitu kikubwa. Ukawa na watu wengi sana, hata wachambuzi wakubwa duniani wanapiga kelele change system, badilisha mfumo. Ruben alishupaza shingo, yakatokea iliyotokea, amefukuzwa kazi. Carrick amekuja, ameelewa makosa ambayo alifanya na Ruben Amorim. Amesawazisha. Alichokifanya sio rocket science. Sio mbinu sio kusema kwenda mwezini, no. Ni kitu kidogo tu kwamba okay, hii ni Manchester na wachezaji hawa. Mfumo huu nikiuweka hawa wote wanaweza wakacheza na tukacheza vizuri. Nilikuwa natolea mfano mtu kama Bruno Fernandes. Ni attacking midfielder. Number 10 typical. Lakini angalia kipindi cha Ruben Amorim. Alikuwa anamtumia kama central midfielder. Of which sio position yake. Umeelewa vizuri? Nikatolea mfano pia Amadi Diallo. Kipindi cha Ruben Amorim alikuwa anachezesha kama wing back. Amadi ni winger. Yaani ukitaka kuona ubora wa Amadi Diallo, tupe winger, mpatie nafasi ya winger. Ana perform vizuri. Amorim alikuwa anachezesha kama wing back. Wing back ni yule ambaye kwamba unajua wanacheza watano nyuma, kwamba beki tatu. Kama full back saa nyingine anasaidia. Yes, anakuwa anapanda na kushuka, anafanya kazi ya kudefend na attack pia. Lakini sio nafasi yake kiwalisi. Yeye ni mshambuliaji. Wa pembeni, winger. Kwa hiyo Carrick amekuja kufanya hilo, kusawazisha hilo. Amewapatia wote nafasi ambazo anaamini zinawafiti vizuri. Kamtia sasa hivi anamtumia kama namba 10 Bruno Fernandes. Umeona Bruno anachokifanya. Juzi anafanya ile overturn moja noma sana. Anatoa assist ya goli kwenye game ya mwisho, amecheza ile dhidi ya Fulham. Ya Fulham. Goli la mwisho. Umeona ile assist ya Bruno? Pale ndo mahali ambapo Bruno Fernandes anaenjoy vizuri. Kwa hiyo Carrick nafikiri alichokuja kufanya ndio hicho. Na mtu anayesema sijui Carrick sio kocha wa makombe. Anyway, kila mtu ana macho yake, lakini mimi ninaamini football sio rocket science. Unaona labda Manchester United kama atakuwa na mwendelezo mzuri, maana tunajua ile ni caretaker. Labda akija kumpa nafasi baada ya mwisho wa msimu. Sababu sasa hivi si bado wanatafuta kocha ambaye. Mwisho wa msimu. Inawezekana akampatia timu na kama atafanya vizuri mpaka mwisho wa msimu, sioni kama kuna shida, kwa sababu maana mechi ijayo ni anacheza dhidi ya Spurs. Pengine inaweza kaamua. Anyway, kama ameshinda mbele ya Arsenal, ameshinda mbele ya Manchester City, wakasema mechi ndogo atafungwa, akashinda mbele ya Fulham. Tottenham tena hawako vizuri msimu huu hapa. So naamini pia anaweza akashinda hiyo game. Kwa hiyo sijui kama Manchester wataamua kubadilisha kocha ni wao, lakini kiukweli kama Carrick anafanya vizuri, why not? Sawa, tuigusie Chelsea na Arsenal. Arsenal Chelsea baada ya kuja kwa Liam ndio mechi ya kwanza anapoteza jana. Kupoteza? Amefungwa na Arsenal mara mbili, maana mechi ya pili. Kwa Liam namzungumzia kocha. Yes. Hivi alifungwa ni alikuwa ashakuja? Yes, alikuwa ashakuja ile ya kwanza. Hajapoteza kwenye Premier. Yaani kapoteza first na second leg.
Pengine labda alikuwa mawapi Chelsea, lakini Arsenal alifanikiwa katika ile. Jana Liam kaingiza mabeki sana wengi. Nafikiri alikuwa anataka kuzuia mbinu za Arsenal kwenye mipango ya kona. Yaani anazuia wakati alikuwa nyuma kwa aggregates. Nafikiri plan yake ilikuwa ndio hiyo kwamba okay, tujihami lakini pia tukipata nafasi tutengeneze tutafute magoli. Na kitu ambacho walizingua kwenye kipindi cha kwanza Chelsea walikuwa wanakosa zile kufanya movement za haraka na mipira. Kwa sababu ukiangalia mfumo ambao jana amecheza Liam ulikuwa unambeba kupata matokeo kwenye game ya jana. Yaani tactically ukiangalia mfumo wa Liam kwenye game ya jana ulikuwa una uwezo wa kumpatia matokeo. Lakini shida ni kwenye wachezaji kufanya ule mfumo work, ufanye kazi. Ndio kuna hizo zilikosekana sana movement za mipira, movement za haraka za mipira kuwezesha kufika kwenye goli la Arsenal. Ndio maana Arsenal walikuwa wanaweza kuwa block Chelsea mapema sana kabla hata hajafika kwenye goli lao. Nilizungumza hiyo. Lakini uliona pia kwenye kipindi cha pili baada sasa ya kuwapunguza, kuwaingiza kina Kopama, kina Estevao, Chelsea wakabadilika, wakawa wanapanda, wanashambulia. Lakini sasa too late. Unakuja kupambana kipindi cha pili unakutana na Arsenal ambayo ina defense yenye uwezo wa kulinda hata dakika 90 na isifungwe. Arsenal wana defense ambayo ina uwezo wa kulinda mpaka dakika 90. Wakawa labda wanatumia tu counter, wao wameamua tu kuzuia wasifungwe. Na Mamba na backline nzuri sana. So ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo nafikiri changamoto kubwa ya Ruben Amorim, mbona sema kama nataja Liam. Changamoto kubwa ya Liam ni kwamba kipindi cha kwanza alichokifanya kipindi cha pili alipaswa kukifanya kwenye kipindi cha kwanza toka dakika ya kwanza ya mchezo. Lakini akaja kushtuka wakati muda ambao wamebakisha dakika 45 ambazo kwa Arsenal kulinda, uliona alichokifanya ni ndogo sana kwao. Wana defense nzuri sana na ndio maana kwenye game ya jana wameshinda na wameweza pia kujilinda. Sio kwamba Chelsea wacheza mpira mbaya, kwenye kipindi cha pili wamecheza vizuri sana. Changamoto ni kwamba wamekutana na timu ambayo inaweza kudefend vizuri pia. Unamwona Arsenal labda kuna kitu anakitaka kwenye Carabao? Arsenal wanashinda mambo. Kwa sababu Arsenal leo anamsubiri Man City ama Newcastle. Nikiwaangalia Manchester City na Newcastle unajua Man City ana timu nzuri lakini sasa haeleweki, yani hana consistency. Kwa hiyo ukija kuweka kwenye mzani on paper, kwenye makaratasi tunasema Arsenal ni favorite wa kushinda Carabao Cup. Ila kuna matokeo pia ya kwenye pitch. Uwanjani inategemea siku mchezo utaendaje. Unaweza kushangaa mtu kala red card karibu game na vitu vingine. Lakini kwa jicho la nje Arsenal sidhani kama ataweza kuzuiliwa na Manchester City wala Newcastle. Yeyote atakayepita. Maana yake Newcastle na Man City wanacheza leo kumtafuta mtu timu itakao kwenda finali kukutana na Arsenal pale Wembley. Kwa nafikiri Arsenal na hiyo nafasi ya kubeba ile kombe pia. Mchambuzi mzuri sana. Chris, ngoja tuje kwenye winning mentality. Najua ni wanamichezo bwana, nafuatilia soka. Nataka nikuulize maswali kadhaa. Kuna mchezaji ambaye aliwahi kupewa jezi na Messi. Mchezaji ni wa Afrika huyo. Jezi Messi alimpa jezi hizi 2. Akaambia moja, maana Messi alijua labda nikimpa ile jezi anaweza kauza. Kwa hiyo akampa 2. Akaambia moja utaivaa, nyingine utauza. Ambapo nasemekana ile jezi aliuza kwa hela kubwa sana. Mchezaji huyo namfahamu ni nani? No. No. Hizo ndio winning mentality ambazo nazitaka. Okay. Ni nani? Naanza na ila kwanza. Kuna mchezaji ambaye ni wa Afrika, mchezaji wa Afrika. Aliwahi kupewa jezi na Messi. Messi akampa jezi hizi 2. Akaambia moja utavaa, nyingine utauza. Maana alijua akimpa moja ataiuza. Nasemekana ile jezi aliuza kwa hela nyingi sana. Yaani ni millions of money. Unaweza kaniambia alikuwa ni mchezaji gani? Sekunde 10. Mchezaji wa Afrika. Wow. No. Umeamua kutandika daruga mapema. Umetupa taulo. Sawa, twende mwingine. Ni mchezaji pia anacheza Premier mpaka sasa hivi. Mchezaji huyo kwenye ubavu wake ana tattoo ambayo ina ramani ya Afrika. Sekunde zetu 10. Google, WhatsApp Google. Hauna hata AI kusaidia haraka. Inabidi tu na AI kichwani sasa hivi. Nani mwenye ramani ya Afrika huyo? Kwenye ubavu hapa hivi. Ana tattoo ya ramani ya Afrika. Ya ramani ya Afrika. Ni mchezaji wa Afrika. Of course ni mchezaji wa Afrika, lakini anacheza Uingereza. Nipe timu labda. Sasa hapo nitakuwa nimekupa jibu. No. Ni mchezaji tu mkubwa.
Umeshindwa. Sawa. No, Tuje mchezaji mwingine anacheza Premier, ni mchezaji gani ambaye ameshawahi kufunga Manchester United mara nyingi zaidi katika mechi ambazo amekutana? Mara nyingi zaidi? Hapo nitakosa. Chris. Nitakosa. Kweli, knockout. Nitajia hata watatu mimi nitakwambia ndio au sio. Amestaafu bado yupo mpaka sasa? Bado anacheza. Mpaka leo? Kawafunga Manchester United mara nyingi zaidi. Mara nyingi akutana na Manchester United lazima akaekeka. Anacheza Premier. Yuko kwenye hizi big 5? Yes. Sekunde 10 zimeisha. Okay. Yo nyingine mchezaji ambaye ameshawahi kucheza vilabu viwili, Barcelona pamoja na Real Madrid. Was it Figo kwa nani? Hapo sawa. Yeah, was Figo. Na nataka uniambie pia, hiyo sio winning mentality sasa. To imagine ulikuwa unaugua labda koma kwa kama miaka 10 hivi, tuseme labda ya kutoka 2016 15. Alafu unakuja kuzinduka leo. Katika hivi nitakavyokutajia ni vitu gani ambavyo vitakushangaza. Cristiano Ronaldo ni kapteni wa Al Nassr huko Uarabuni wakati ulivyokuwa na Omar alipopata Manchester United, lakini pia kati ya hilo ni kushangaa kwamba Michu tumuone kwenye soka. Kipi kingeshangaza? Yaani nilikuwa nimelala, Ronaldo yuko Manchester. Yes. Nakuja kuzinduka kapteni wa Arabuni. Hiyo ya Ronaldo ingenishangaza. Okay. Yeah. Ya Ronaldo ingekushangaza sana. Kitu kingine, Arsenal yupo on fire. Lakini hajawahi kubeba Premier mpaka leo. Ama generation ya Mbappe na Haaland. Kipi kingekushangaza zaidi? Chris, katika maswali yangu umepata moja. Too bad. Nabidi nikalale, najisikia vibaya sana leo. Nyuma ya kamera tukimaliza mimi nitakwambia. Haina shida. Bado umekuwa na wakati mzuri sana. Pengine labda kuna kitu cha kuzungumza, maana nafahamu kuna watu wengi ambao wanakutazama wewe kama role model wao. Mmoja wapo ni mimi hapa. Nakutazama kama role model wao. Asante. Una kitu gani cha kuambia? Okay, kuna watu wamekuwa wananitumia DMs. Yeah. Chris, mimi nataka nifanye ninachokifanya. Niambie nifanye nini, nianzie wapi? Neno moja kwao. Anza na ulicho nacho. Au sio? Usisubiri labda siku uje kuwa na studio ama uje kuwa na uwezo kama Chris wa kufanya production unayofanya, hata kama sio kubwa lakini kwa kiwango kile. Anzia ulipo, anza na ulicho nacho. Au sio? Hilo ndio neno lao la kwanza. Lakini la pili, tunaelekea kwenye dunia ambayo content imekuwa kama ndo ulaji mkubwa sana wa macho yetu na ubongo wetu. Content. Yeah. Na mimi upande wangu ambao ninaufanya wa football content umekuwa ni upande ambao unachukua nafasi kubwa sana ya maisha ya watu. Napendaga kuambia watu football inaleta furaha. Mimi kuna watu wa mama wazima kabisa wananitumiaga DMs. Watu wazima. Sitakiki tu kwa post kwa sababu na hivyo ni mambo ya private. Kabisa. Wanasema unajua toka nimekufollow mimi nilikuwa napitia depression. Msongo wa mawazo sijui na vitu gani, lakini nafurahi tu na kile ambacho nakifanya kinanifanya nasahau matatizo yangu. Kuna mwingine anasema nilikuwa sio shabiki wa mpira, lakini kuna siku nimekutana na content zako ikanifanya nianze kumpenda labda mtu fulani ama timu fulani. Toka hapo nimeachana na nimepunguza mawazo ya vitu fulani. So kwangu mimi inanipa faraja kuona kwamba ninachokifanya pia kina yani aim yangu, lengo langu ndio hilo, kwamba football iwe sehemu ya furaha kwa wengine. Tunajua mchezo ni furaha, kwa hiyo na mimi pia nataka niwe sehemu ya kutoa furaha kwa wengine kupitia football. Kwa hiyo waendelee kusupport ninachokifanya. Mengi yanakuja. Najua kuna watu wengi sana wanatamani tupate watu kama kina Aisha Speed Tanzania. Niseme tu inawezekana. Content creators. Yes. Kwa hiyo niseme tu inawezekana, ni swala la muda. Nadhani mambo mengi tu yatakuja very soon. Tunakuona mbali sana. Thank you. Nashukuru sana.